Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Riziki Yetu ya kila siku. Kinachokujia kila saa 12 asubuhi. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka Word Eternal Ministries. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 10. Kama ambavyo umekuwa ukifuatilia siku kadhaa zilizopita, tulikuwa tunaongea habari za ukuhani wa kiuchumi. Na nimekuonyesha mifumo miwili ambayo inatawala uchumi wa dunia, ule mfumo wa Babeli au wa Sodoma au Yezebeli kama tulivyoita, majina mengi saizi, unaweza kuita Freemason, unaweza kuita Illuminati na mifumo mingine ambayo inaita kimsingi mifumo isiyo ya kimungu. Na kama unavyojua kwa watu wamechagua kwa makusudi kumtumikia ibilisi, na kwa hiyo wanatumika kwa upande huo na ule mfumo wa Melkizedeki ambao tumekuwa tukiongea mwaka mzima, mfumo wa Mungu aliye hai. Na vipindi vilivyopita kadhaa nilikuwa nakuonyesha sifa kama 11 hivi za mfumo wa Sodoma. Lengo ni ili uweze kuutambua na kujitenga nao, Na sasa leo nataka nikupe nini cha kufanya ukishatambua huu mfumo upo kimaombi ili uweze kujitenga nao. Nini cha kufanya kimaombi ili uweze kujitenga nao. Kwa hiyo leo labda na kesho nataka tuongee jambo hili. Kama tulivyosema, tunajifunza ukuhani wa kiuchumi. Kwa mwisho wa siku lazima kuwe na element ya ukuhani, na ukuhani umebebwa na maombi ya toba kwa ajili yako mwenyewe pamoja na kuwaombea wengine. Unapokuwa kuhani unasimama kwa ajili yako kama kuhani, na unasimama kwa ajili ya familia au watu wanaokuzunguka ofisini, kazini, unasimama kwa niaba yao. Kwa moja ya jambo kubwa sana ambalo litakuokoa na hizi ishara ambazo tumejifunza ni kuhakikisha unafanya maombi ya kikuhani kwa kuzingatia mambo 5 ambayo nataka nikushirikishe ili kujitenga na mfumo wa kibabeli, mfumo wa kidunia, na kuendelea kudumu katika mfumo wa kimungu. Hakikisha unafanya maombi ya kikuhani ya kiuchumi na ukizingatia mambo 5 yafuatayo. Jambo la kwanza, hakikisha unafanya maombi ya toba. Mungu hamfanikishi mtu ambaye ni muasi. Kwa hiyo unapokuwa muasi, Biblia inakufananisha sawa na mtu ambaye anatii kwenye mfumo huu wa kichawi au wa kibabeli. Na unaliona hilo wakati Samueli wa kwanza, Sauli alipoambiwa na mtumishi wa Mungu Samueli ya kwamba asubiri asitoe sadaka mpaka Samueli atakapomwijia baada ya siku 7. Na Sauli akafanya haraka akaenda kutoa sadaka kabla ya zile siku 7. Samuel anamwambia maneno yafuatayo. Samueli wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa 22. Samueli wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa 22 anasema, naye Samueli akasema, maana anamwambia Sauli, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa na kutii sauti ya Bwana? Maana yake unatakiwa kutii sauti ya Bwana. Alafu anamwambia, angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Okay? Alafu na kusikia kuliko mafuta, maana yake kuliko upako. Lakini mstari wa 23 anasema jambo hili, anasema, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Maana yake kutokutii, kutokusikiliza maagizo ya Mungu, kukana mfumo wa kimungu na kwenda kwenye mfumo wa kipepo, huko ni kuasi. Anasema ni sawa na dhambi ya uchawi. Na ukaidi, yani kutokusikiliza pale unapoonywa, Biblia inasema ni ukafiri na unyago, kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Ukienda waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 utaona Biblia inatuambia jambo moja pale kuhusiana na dhambi. Unasema dhambi ni uasi. Kwa hiyo hapa anasema kuasi ni kama dhambi. Kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Kumbuka uchawi ndio jambo kubwa ambalo tumekuwa tukiliongea kwenye mfumo huu wa kibabeli. Nabebwa na mfumo kiliangalia kwa kiasi kikubwa uchawi. Na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4 unasema, kila atendaye dhambi afanya uasi. Kila anayetenda dhambi anafanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo lazima ufanye maombi ya toba. Kwa nini? Kwa sababu kila unapofanya dhambi, Biblia inasema inakufananisha au unakuwa muasi. Samueli wa kwanza 15:23 anasema, kila anayefanya uasi
ni sawasawa na mchawi anayefanya dhambi ya uchawi. Kila anayefanya ukaidi ni sawasawa na mtu ambaye anaabudu sanamu na vinyago. Kwa hiyo, na kama unaishi maisha ya dhambi, hautii mfumo wa Mungu, maana yake umekana serikali ya mbinguni. Na uasi ndio ni sawa na uhaini, umekana serikali au sheria za serikali na kuongoza, aidha kwa makusudi au kwa kutii upande mwingine. Warumi sura ya 6 mstari wa 16, Biblia ndivyo inavyotuambia. Kama uko ofisini na unatii kwenye mfumo wa kibabeli, unaogopa kusimama kwenye mfumo wa Mungu wako, wewe ni muasi na umetii huo mfumo ambao unakuongoza ofisini. Na Warumi 6:16 anasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwa hiyo, kadri unavyotii mfumo wa kibabeli na unaogopa kuupinga, unafuatana nao, umefanya dhambi. Kadri unavyofanya dhambi, umeasi. Kadri unavyoasi, Biblia inakufananisha sawa na dhambi ya uchawi, maana yake unajiweka kwenye mfumo wa kibabeli. Toba itakutoa hapo, toba itakutoa. Ule waraka wa Yohana ambao tumesoma wa kwanza, Biblia inatuambia wazi ya kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya, na wala kweli haimo mwetu. Unaona, waraka wa kwanza ule wa Yohana sura ya 1 mstari wa 8, tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba tukitenda dhambi, tumfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Kwa hiyo, toba ni msingi wa kwanza wa kukurejesha kwenye nafasi ambao Mungu amekupa, kukuondolea ukaidi, kukuondolea dhambi ya uasi, kutokutii yale ambao Mungu amekuongoza na mfumo wake, na kukufanya hatua ya kwanza ujitenge na mfumo wa kibabeli, mfumo wa kichawi, mfumo wa Kisodoma. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, kuacha njia zao mbaya, wakiomba, sema nitasikia na nitasamehe nchi. Kwa hiyo, unahitaji toba kwa ajili yako, unahitaji toba kwa ajili ya ofisi yako, unahitaji toba kwa ajili ya nchi. Popote unapoona kuna zile ishara au sifa 10-11 tulizosema, usiseme sio biashara yangu. Hakikisha unatubu ili Mungu arejeshe mfumo wake wa Kimelkizedeki uweze kuishi maisha ya ushindi kiuchumi. Mungu akubariki sana. Karibu kesho saa 12 asubuhi tunapoendelea na mambo mengine 4 ya kuzingatia kwenye ukuhani wa kiuchumi na maombi ya namna hii. Mungu akubariki sana.